لا شريك له يحب ربنا الحق ويمقت الباطل. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، إخوتنا الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Amma ba'du, khutba yetu unwani yake inasema al-khutbatul ula ba'da ayami al-Eid al-mubarakat. Khutba ya kwanza baada ya masiku ya Idi ambayo yamebarikiwa. Kuna adilla zimesihi kwamba siku ya Arafa ni katika Idi kwa sababu ya makubwa ambayo yanafanyika katika siku hii ambayo ni haki kwa Muislamu kuyafurahia. Na yaumun nahri ni maarufu ambayo ni siku ya kuchinja, na ayamu tashriqi kadhalika ni masiku ya sikukuu. Takriban tulikuwa katika masiku matano ya kusherehekea Idi ya Waislamu. Masiku haya yanatukumbusha kwamba katika mambo ambayo anatakiwa mtu ayafurahikie ni mambo ambayo amewekeza katika mambo hayo thawabu ambayo ni mema yenye kubakia, kwa sababu dunia ina mazuri mawili. Kuna mazuri yanayomalizika na kuna mazuri yanayobakia. Mazuri yanayomalizika ni mali na watoto na vyeo, na haya kiasili ni mambo ya kidunia. Kama hayakukonvertiwa na kufanyiwa mabadiliko ili yawe ni ibada, yenyewe kwa asili yake ni mambo ya dunia, ni mambo ya kheri, lakini kheri zake zinamalizika. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ni mapambo ya duniani. Upande mmoja huu, walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, na mambo mazuri yenye kubakia. Albaqiyatu salihatu, yani as-salihatu albaqiyat, mambo mema yenye kubakia. Khairun inda rabbika, haya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ameyapa kipaumbele zaidi kuliko yale mengine. Yale kule hakuyaita ni shari, lakini hakuyasifu kwamba ni kheri, lakini haya akasema khairun inda rabbika, mambo hayo ni bora mbele ya Mola wako. Thawaban, kithawabu, wa khairun amala, na ni matumaini yaliyo mazuri. Hakuna matumaini kwa sababu mtu anatembelea gari zuri au ana nyumba nzuri au ana mke mzuri ama ana watoto wengi wamesoma. Hiyo haiwezi kumnufaisha chochote katika akhira. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana, hazikuwa mali zenu na watoto wenu ni venye kukusogezeni karibu na sisi, isipokuwa kwa mtu ambaye ameamini, na ikiwa atayatumia hayo akayaweka katika mkondo wa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, yatakuwa ni kheri. Ama yenyewe kwa asili yake si katika kheri ambazo tumetakiwa katika Uislamu kuzifurahikia. Ulama wakasema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hakuweka sherehe kwa munasaba wa mazuri ya duniani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni yenye kumalizika. Kwa hivyo utakuwa unafurahikia jambo ambalo pengine mbele yake kuna machungu. Angalia, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, waambie kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake
fadhila za Mwenyezi Mungu na rehma zake, ni dini na mambo ya thawabu. Qul bifadlillah, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, ujio wa sheria, mambo ya kiimani, taufiki katika ibada. Qul bifadlillah, waambie kwa fadhila za Mwenyezi Mungu azza wa jalla, wa birahmatihi, na kwa rehma zake, falidhalika falyafrahu, kwa mambo hayo na wafurahi. Huwa khairun mimma yajma'un, alafu akasema haya mlioambiwa muyafurahikie ni bora kuliko yale ambayo wanadamu wanajikusanyia, yani katika mazuri ya duniani. Kwa haya mazuri ya duniani hayakuwekewa sherehe. Sherehe zimewekwa kwa minasaba ya mambo makubwa yenye thawabu kubwa. Kwa mfano, tuna sherehe ya Eid al-Fitr inayokuja baada ya ibada nyingi ambazo zimefanywa katika package ya Ramadhani. Kadhalika tuna Eid al-Adha ambayo inakuja kwa munasaba wa ibada ya haji na kwa munasaba wa masiku matukufu ambayo Waislamu wamechuma sana katika masiku hayo. Na kuna Eid ambayo imezoeleka, lakini nayo ni Eid ambayo ni siku ya Aljumaa, inakuja kama kuhitimisha na kufunga faili la sala tano ambazo mtu amezisali katika wiki nzima. Kwa hivyo hayo yana tafsiri, ama matukio haya ya Eid zinazonasibiana na mambo ya thawabu na ibada, na Eid zenyewe zikawa ni Eid za kiibada na ni Eid za kuingiza thawabu, hayo yana tafsiri furaha ambayo tumetakiwa tuifurahikie katika mambo ya kheri. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ndio maana ikawa ni jambo la ajabu ikiwa Muislamu atakuwa anasherehekea katika namna ambayo itakuwa inabomoa thawabu zile ambazo anazisherehekea. Kwa nini hakusherehekea katika mambo mazuri ya duniani? Kwa sababu hayana mwendelezo wa thawabu, hata kutana nayo baada ya kifo chake. Na ikiwa mtu ametenda mema alafu akawa anafanya mabaya, anabatilisha yale mema, itakuwa idi yake na furaha yake haina sababu, kwa sababu anafurahikia kitu gani ambacho hawezi kukutana nacho baada ya kifo chake. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, haya yanatukumbusha umuhimu wa kutenda mema katika haya maisha ya dunia, kwani katika mambo ambayo mtu atajutia zaidi atakapofikwa na malakul mauti ni kutokutekeleza ibada, sio madhambi, ni kutokutekeleza mambo ya kheri ambayo alikuwa anaweza kuyatekeleza. Mengine ni mepesi kama vile kusoma Qur'ani, kufanya adhkari, kutoa sadaka. Kama ni mtu ana mali na ana uwezo, ni jambo liko ndani ya uwezo wake, ni jambo la kawaida. Wahitaji ni wengi, mambo ya kheri yanayohitaji pesa yako mengi, na mtu alikuwa anaweza kuyafanya hayo alafu hakuyafanya, atakuja kujuta katika hiyo saa ambayo ataijiwa na malakul mauti. Hata idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mpaka mmoja wao anapofikwa na mauti anasema, Mola wangu nirejesheni ili nikatende mema. Na hapa inaonesha thamani ya mambo ya ibada katika hii dunia ni kubwa kuliko thamani ya dunia yetu, kwa sababu huyu marehemu ambaye amekwisha kufariki sana au anakaribia kufariki, yuko dakika za mwisho na faili la mema yake limekwisha kufungwa. Unajua kuna wakati utafika muda wa kutenda mema utakuwa umeexpire, na hapa mtu bado hajafariki lakini amekwisha kuondoshwa pazia, anaona mambo ya akhera. Kwa hivyo anatamani arudi akatende mema ambayo alikuwa anaweza kuyatenda lakini hakuyatenda. Rabbi irji'uni, Mola wangu nirejesheni, la'alli a'malu salihan fima taraktu, ili nikatende mema katika yale ambayo nilikuwa naweza kuyafanya na nikawa sikuyafanya. Ataambiwa kalla innaha kalimatun huwa qailuha, ataambiwa hakuna fursa, na haya maneno ni maneno ambayo hayana athari yoyote, hayawezi kuongeza muda. Wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ndugu zangu, jambo la pili ambalo tunajikumbusha na tunajifunza katika huu munasaba mtukufu ambao umepita ni msingi wa aqida, ni msingi wa itikadi ya Kiislamu, itikadi ya tauhidi. Kwa sababu gani?
Tunasema hili linahusiana na haya masiku yaliyopita, kwa sababu masiku yaliyopita yalikuwa ni masiku ya haji, na ibada ya haji imejengeka katika msingi wa aqida. Qala ta'ala, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayti an la tushrik bi shay'a. Kumbuka tulipomuonesha Ibrahim mahala ilipo al-Kaaba, tulipompeleka pale na tulipomuonesha tukaambatanisha hilo na kwamba an la tushrik bi shay'a, usije ukanishirikisha mimi na jambo lolote. Katika aya zinazofuata ambazo ziko katika mtiririko wa aya zinazozungumzia haji, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akasema, wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaykum fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur, na mmehalalishiwa wanyama isipokuwa wale ambao mnasomewa kwamba ni haramu. Katika wanyama ambao ni haramu ni wale ambao wamechinjwa kwa ajili ya ibada za kishirikina, kwa ajili ya mashetani, kwa ajili ya mizimu. Hao wameharamishwa, illa ma yutla alaikum fajtanibu rijsa minal awthani, basi jiepusheni na upagani ama na machafu katika masanamu yanayoabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Fajtanibu rijsa, jiepusheni na machafu, kisha yakatafsiriwa minal awthani, hayo machafu ambayo mnaambiwa mjiepushe nayo ni machafu ya upagani. Minal awthani wajtanibu qawla zur, na jiepusheni na kauli ya uzushi. Kauli yote ya uongo, kauli yote ya batili inaitwa ni qawlu zur, lakini hapa jambo ambalo linaingia uingiaji wa awali ni kauli za kishirikina. Ndio maana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aliposema wajtanibu qawla zur akasema hunafaa, hali ya kuwa mmeshikamana na tauhidi, ghaira mushrikina bih, katika hali ambayo hamumshirikishi Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, ghaira mushrikina bih, hunafaa lillahi ghaira mushrikina bih, wa man yushrik billah fakaannama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, na yeyote ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ni kama mfano wa mtu ambaye amedondoka kutoka sehemu ya juu sana, minas samaa, akawa anadondoka, fatakhtafu at-tayr, wale ndege wenye kula mizoga na wenye kula nyama, wenye makucha makali na wenye midomo mikali, wakawa wanamnyofoa, fatakhtafuhu at-tayr au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, au mfano wake ni kama mtu ambaye anaanguka kutoka katika sehemu ya juu sana, alafu upepo ukawa akakutana na upepo, ukawa upepo unamzungusha alafu unampigiza chini. Ni vipi atafaulu mtu ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amepiga mfano huu ambao unaonesha kwamba mtu anayemshirikisha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amefananishwa na maiti mtarajiwa, kwa sababu ikiwa anadondoka kutoka sehemu ya juu na ananyofolewa na ndege na anaenda kujipigiza chini, ni vipi atafaulu mtu ambaye, kama kuna jambo limeleta nuksi katika maisha ya dunia kwa ujumla, na katika maisha ya taasisi na vikundi, na katika maisha ya familia, na katika maisha ya mtu binafsi, kama kuna jambo limeleta nuksi, basi hakuna jambo kama jambo la ushirikina, na hilo ni dhambi kubwa kuliko madhambi yote. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Inna shirka la dhulmun adhim wa man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, na yule ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, Allah amemharamishia pepo. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Mwenyezi Mungu hasamehi dhambi ya kushirikishwa, lakini anasamehe madhambi mengine yasiyokuwa haya. Haya mengine yanazungumzika, Waswahili wanasemaga anaweza akasamehewa. Hajapewa guarantee kwamba mtu kama ana madhambi yasiyokuwa shirki lazima atasamehewa, hajapewa guarantee, lakini ameambiwa inawezekana anaweza akaingia katika yaghfiru liman yasha wa yuadhibu man yasha. Allah anamsamehe amtakaye na yeye akasamehewa kwa hayo madhambi hata kama amekufa nayo bila ya tauba. Ama shirki, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Na masikitiko makubwa ni kwamba mada hizi za shirki
mada hizi za tauhidi, na nyinyi ni mashahidi, ni mara chache kuzungumzwa. Si rahisi ukawasikia katika wale mashekhe wanaovuma kwenye mitandao kwamba ni watu ambao wanawashika watu mikono kuwaelekeza kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na kuwatahadharisha na mambo ya hatari. Sio rahisi ukasikia anakuambia kupiga ramli ni shirki, kwenda kuomba kaburini ni shirki, kwenda kufanya ziara kaburini, ziara inayolenga kwamba upate wepesi kwa sababu umehudhuria katika kaburi la shekhe wako au la babu yako. Kufanya ziara za namna hiyo ni shirki. Kuvaa hirizi ni shirki. Kufanya matambiko ni shirki. Kuchinja kwa sababu jini ameamrisha ni shirki. Kuvaa pete kwa sababu jini ameamrisha ni shirki. Na kuswali kwa amri ya jini, kwa masharti ya jini. Ama kama amekwambia swali na wewe unaswali swala yako kama ilivyoamrishwa na sheria, ni lazima uswali. Hatuwezi kuambia usiswali kwa sababu jini amekuamrisha. Swali, na ili isiwe ni ibada ya jini utavunja masharti yake. Hautavaa pete ambayo amekwambia uvae, na usivae nguo ambazo amekwambia uvae. Utasali sala ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, lakini zile sala ambazo mtu anaswali kwa sababu jini amemwamrisha na akaswali kwa ajili ya jini, alama yake ni nini? Anavaa wakati wa kusali yale mavazi aliyoambiwa. Nakumbuka kwa yule mtu mchembo yule, tulienda Kilosa mwaka mmoja, kuna bwana mmoja alijitangazia umahdi. Alifanya jambo linaloonekana kwa nje ni zuri, lakini shaitani alikuwa amedisconnect mahala. Wale watu walikuwa wanaswali na watu wa kijijini hawaswali, wanaswali sala 5, lakini imamu anayewasalisha mbele kuna kingozi na juu kuna bendera nyekundu kwenye ule msikiti wao. Kwa hivyo shaitani anaweza akamchezea mtu akamwacha katika ibada, lakini ana disconnect katika kipengele cha tauhidi, na tauhidi ni sharti la kukubaliwa ibada ya mtu. Kwa hivyo aya hizi zinazozungumzia tauhidi zimekuja katika mjumuiko wa aya ambazo zinazungumzia mambo ya haji. Kadhalika adhkari ambazo zimehimizwa katika ibada ya haji, na hasa ile dhikri inayosema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Adhkari zote ikiwemo dhikri hii ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihimiza isemwe sana katika siku ya Arafa na katika masiku male, na kila siku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza juu ya dhikri hii. Hizi adhkari zote zimebeba maana ya aqida. Ikiwa mtu atafariki, ndugu yetu akifariki na hali ya kuwa amebeba tauhidi, kwa vyovyote itakavyokuwa, bado utakuwa umebakia mwanya wa bishara kwake yeye, muda wa kuwa amefariki na tauhidi na hamshirikishi Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Na ikiwa mmoja wetu amefariki ana mema mengi, amejenga msikiti, ni alhaji, lakini mtu wa hirizi, mtu wa matambiko, mtu wa ramli, mtu wa kadha na kadha, atakuwa ameharibikiwa, na hatutarajii kheri yoyote kwa mtu huyu, ila ikiwa alifariki na shirki, na pengine ikawa alikuwa na udhuru wa kisheria wa kutokujua kwamba ile ni shirki, labda ama kama alibainishiwa na akajua kwamba hii ni shirki, akafariki na hali ya kuwa anajua ni shirki na ameitenda na hakutubia, mtu huyu hatutarajii kheri yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Na hatuwezi kuingia katika kuambiwa kwamba tunawahukumu waja wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, bali yeye mwenyewe amewahukumu, amesema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la yuhibbu rabbuna al-haqqa wa yamqutu al-batil. Wa nashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ndugu zangu katika imani, katika nukta za msingi tunapozungumzia masala ya tauhidi, tunatahadharisha juu ya yale mambo ambayo ni nawaqidhul aqida, yanavunja itikadi. Katika hayo ni al-istighathatu bil amwat, kama ambavyo tumeashiria, ni kutaka kuokolewa na kutaka msaada kwa wafu. Kutaka msaada kwa wafu inaweza kuwa kama ambavyo kwa bahati mbaya
baadhi ya watu huwa wanataka msaada kwa wafu. Kwa mfano, kijana anasafiri, mzazi wa yule kijana anachukua mtama au maji, anammwagia yale maji, na mtama ni sadaka, wanapewa mizimu na wanaambiwa wamwangalie, wamchunge yule kijana na wamsaidie katika kazi zake, akirudi arudi na mafanikio, na akirudi wanamwaga mtama. Na kuna watu wengine wanafanya hawajui, bila ya kujua, lakini haya ni katika mambo ya shirki, na msingi wake hasa na asili yake hasa ni kwamba watu wanatasadaka kwa shaitani na mizimu kwa sababu ya kuwaomba msaada. Hii ni katika ashirki, na ni katika al-istighathatu bil amwat, ni katika kuwaomba msaada wafu. Sio tu wapagani wanafanya hivyo, hata Waislamu wanafanya, na sio Waislamu wanafanya, maamuma, mashekhe wanafanya. Wakati mwingine tunalaumiwa kwamba mmeshindwa kusema katika hutuba zenu bila ya kusema watu fulani. Ikiwa sasa wewe unatengeneza alafu kuna mtu anabomoa, ni lazima utahadharishe, ni lazima uweke ulinzi, sio unajenga alafu inabomolewa. Kuna watu tukizungumzia masala ya tauhidi, wao wanatetea shirki na wanasema haya sio mambo ya shirki. Wakati mwingine wanafanya kama vile wanawakomoa watu fulani kwenye tukio la ziara ya makaburi, na anarekodiwa na anajua hiyo recording itaruka mtandaoni. Anasema tumekuja kuwaomba mashekhe wetu watukubalie tujenge msikiti wetu ambao ni mzuri zaidi. Tunawaombea dua wao, na sisi pia tunawaomba wao watuwafikishe katika mambo yetu wakitaka, kwa sababu hatuwezi kufanya mambo haya mpaka wakitaka. Sasa mpaka wakitaka ile insha Allah, mpaka Allah atake, na hii kuna tofauti gani? Kwa hivyo kutahadharisha ni lazima, na hii pia iwe ni msaada kwa Waislamu, wajue ni nani watamsikiliza, nani watakubali awashike mkono kuwaongoza, kwa sababu unaweza kushikwa mkono ukaongoza na mtu ambaye sio muongozaji, akakupeleka mahala pabaya, na huu ni msiba mkubwa, kwamba wale ambao walitakiwa wakataze shirki, wao ndio wanatetea shirki na wanajaribu kubabaisha wakitoa aya na hadithi. Kwa hivyo katika shirki ni al-istighathatu bil amwat, ni kutaka msaada kwa namna yoyote, kwa sura yoyote, kutoka kwa wale ambao ni wafu. Katika mambo ya shirki ni adhabhu li ghairi Allah, kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Mwenyezi Mungu azza jalla, kama kuchinja kwa ajili ya mizimu au kuchinja kwa amri ya shaitani. Katika mambo ya shirki ni tasdiqul arraf, kuwasadikisha wapiga ramli, kwa sababu hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Kwa hivyo ikiwa utaitakidi kwamba mtu anaweza kujua habari za ghaibu, utakuwa umempa sifa katika sifa za Mwenyezi Mungu azza wa jalla, na hiyo ni shirki katika upande wa sifa za Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Kadhalika katika ushirikina ambao umeenea ni kutafuta mali kwa njia za kichawi. Njia za kichawi, ndugu zangu, ni kwenda kwa hawa watu ambao sisi tunawaita ni waganga, ma witch doctors hawa. Njia zote ambazo wanatumia kukuambia hii ni dawa ya kadha na kadha, huo ni sawa na kuambiwa huu ni uchawi wa kadha na kadha. Na kila kitu katika uchawi huwa hakiko mbali na shirki. Yani shirki msaada wake ni sihiri, msaada wake ni kujikurubisha kwa mashaitani. Ndio maana utaambiwa lete kadha na kadha, na mara nyingine wanaomba wanyama, wanakuambia lete mnyama tuchinje, au mara nyingine wanakutaka uchinje binadamu mwenzio kwa ajili ya kufanikisha. Kwa hivyo inakuwa unamuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Haya yanayoitwa madawa ya biashara ya kuvuta wateja, yote ni mambo ya shirki. Yote msingi wake ukipewa ufafanuzi na maelezo ni mambo ya shirki, kuwataka msaada viumbe wengine kwa ajili ya kukusaidia katika mambo ambayo hawezi isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika shirki ni kuvaa hirizi. Watu wanaweka mahirizi kwenye magari yao. Mafundi gereji wanatuambia kuna mahirizi kwenye mainjini ya magari, kwenye milango, kwenye maduka. Na haya mahirizi, ndugu zangu, mengine ni utapeli. Umepewa tu kitu ambacho sio chochote, umedanganywa tu mtu achukue pesa zako. Hiyo ni nafuu. Wakati mwingine unaweza kupewa jini ndio akawe mlinzi wa duka lako ama ni mlinzi wa nyumba yako.
alafu baadaye hawa majini wanakasirika, wanageuka, wanakuwa ndio madhara katika familia. Unaona vishindo haviishi katika nyumba, lakini kumbe wewe mwenyewe ndio umeenda mahala ukapewa, ukawaleta, ukaja ukawafukia katika nyumba. Katika ashirki ni hizi ziara ambazo tuliziona zimefanywa katika mfungo sita, katika huu mfungo 3 kwa mwezi wa Dhulhijja. Hapa kuna swala la bid'a, swala la uzushi, kwa sababu haya masiku katika sheria sio maalum kwa ajili ya ziara ya makaburi. Jambo la kuzuru makaburi ni jambo lipo, na linakuwa ni kwa malengo mawili tu, kwa ajili ya kuombea dua wale watu na kujikumbusha kwamba na sisi tutakwenda huku. Pale unapoona kaburi la jamaa yako ambaye pengine ulikuwa unazungumza naye mwaka uliopita ama wiki iliyopita ama mwezi uliopita, ulikuwa unazungumza naye mipango ya kununua mashamba na kufyeka na kulima na kufungua miradi ya biashara, alafu mara mwenzio ametangulia. Hiyo inakupa inakutanabahisha kwamba unatakiwa ufanye jambo kwa ajili ya haya maisha. Tunaenda kwa ajili ya kujikumbusha na kuona, sio kama ni tofauti na kufikiria. Lakini ikiwa mtu ameenda kaburini kwa yale malengo ya kwenda nisafishe kaburi na huku kusafisha kaburi, naam, ni jambo linajuzu. Lakini kuna mwingine anasafisha kaburi ili asafishe njia ya mafanikio. Umekuwa njia yako ya mafanikio ni ngumu kwa sababu kaburi la baba yako, la babu yako au la baba yako limejaa majani. Kwa hivyo kuna watu wanaenda kufanya ziara ya makaburi litabaruki, kwa ajili ya kutaka baraka kwa marehemu. Hawana chochote wanachokiweza, wao ni wahitaji kwako wewe. Wanahitajia sadaka na wanahitajia dua, na wamekatikiwa na kila jambo. Hawezi kufanya jambo lolote, hawezi kuongeza kitu chochote, isipokuwa ikiwa mtaombea dua au mtawatolea sadaka au kuna mema alifanya aliacha duniani, hayo mema yanaendelea. Basi hawawezi kufanya kitu chochote cha ziada. Asbahu ajaz, wamekuwa wao ni wenye kushindwa zaidi. Yani mwanadamu hana uwezo anapokuwa yuko hai, akifariki anakuwa hana uwezo zaidi. Wewe ni bora kuliko yeye, inakuwaje tena alafu unaenda kutaka msaada? Haya yote ni katika mambo ya shirki. Wanaosimamia miradi ya shirki ni mashekhe wenyewe, ndugu zangu katika imani. Ushahidi wangu ni kwamba wao hawakatazi mambo haya, hawakatazi hirizi, hawakatazi hizi ziara, hawakatazi matambiko, hawakatazi mambo ya ramli, bali wao wakati mwingine wanafanya na maamuma wanawaona. La yadhara Allahu almu'minina ala ma antum alayhi hata yamiza alkhabitha min at-tayyib. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hatawaacha waumini pamoja na yale walionayo, wakawa wamechanganyika mazuri na mabaya. Nini? Akida sahihi na akida batili. Lazima Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ataleta jambo ambalo litabainisha ni kina nani wako katika haki na kina nani wako katika batili. Tusiwe kama wale ambao walisema lima ta'idhuna qauman illah Allahu muhlikuhum au muadhibuhum adhaban shadida. Kwa nini mnawazungumza watu au mnawaidhi watu? Nyinyi shikeni mambo yenu, hiyo sera haipo katika dini. Walisema hivyo ashabu sabti, kwamba kwa nini mnawaidhi watu, mnahangaika na watu, nyinyi shikeni yenu. Katika dini hakuna kushika jambo lako. Na ndio maana ya hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema kwamba jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya ni jambo la kijamii. Ikiwa kuna watu wanafanya maovu katika jamii na nyinyi hamkuyakataza, Mwenyezi Mungu akileta adhabu atawachanganya wote. Udhuru wa wale ambao hawafanyi madhambi sio tu kutokufanya madhambi, bali wasifanye na wakataze watu wengine. Kama watafanya kwa nguvu zao na kwa ubabe wao, hilo ni swala lingine. Hujaambiwa kwamba lazima warudi katika haki, lakini ni wajibu wako kubainisha haki. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ruddana ilayka raddan jamila. Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Allahumma yassir kull asir waltuf bina fima jarat bihi al-maqadir. اللهم فرج هم المهمومين وقض الدين عن المدينين. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وتولنا ولا تتركنا وانصرنا ولا تخذلنا. اللهم يسر كل عسير والتف بنا فيما جرت به المقادير.
Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika wa tahawuli afiyatika birahmatika wa karamika wa judika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin waj'al 'amalana fi ridak. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.